Haya, la kwanza kwa nini kuwe na amani na utulivu? Mungu mwenyewe ni Mungu wa amani. Mungu mwenyewe Baba, Mungu wa mbingu na nchi, ni Mungu wa amani. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 5, sura ya 5 na ule mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Awatakase kabisa. Jambo la kwanza, kwa nini ulazima wa amani? Sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa nini? Hawezi kuabudiwa mahali ambapo pana machafuko. Hawezi, na anaondokaga hapo. Ulazima wake wa kwanza, kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa nini? Amani. Mungu wa amani anasema awatakaseni nini. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, Mungu ni mfalme wa amani. Hapo ni Mungu wa amani, tunataka kumtafuta tena anaitwa mfalme wa nini? Wa amani. Mungu ni mfalme wa amani. Namba 2 au B, Mungu ni mfalme wa amani. Isaya 9:6. Isaya 9:6. Mungu ni mfalme wa amani. Isaya 9 mstari wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, ndio, tumepewa mtoto mwanamume, ndio, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Haya, tulikuwa tunatafuta amani, si ndio? Kipengele chetu cha kwanza kinasema kwa nini ulazima wa utulivu na amani. 2 ni kwa sababu Mungu mwenyewe ni mfalme wa nini? Wa amani. Yaani Mungu ndiye anayetawala amani, ndio mwenye naye, ndio mmiliki. Kwa bila yeye kumuhusisha kwa habari ya amani, ni vigumu kuwa na nini na amani. Halo, tunaenda vizuri mpaka hapo? Anaitwa mfalme wa nini? Mfalme wa amani. Jambo la 3, na kuimbizana na muda, ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha. Huu ufalme wa Mungu tunaotumikia ni ufalme wa haki, ufalme wa amani na furaha. Warumi 14:17. Warumi 14:17. Warumi 14 mstari wa 17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu si ufalme wa kula tu, bali ni haki, amani na nini? Na furaha. Kanisa, mnanisikiliza vizuri? Ulazima, kwa nini kuwe na ulazima wa amani kwenye taifa letu? Sababu ufalme wa Mungu huu tunaotumikia ni ufalme wa haki, furaha na nini? Na amani. Na ndio maana amani ilipokosekana, utulivu ulipokosekana, mimi na uhakika hata kama uliomba Mungu akubariki, lakini si kwa maana ulikuwa na utulivu, yani kuna namna ulikuwa na hofu. Kwa sababu ufalme wenyewe wa Mungu nini? Ni wa haki na amani. Kwa amani ni muhimu. Hapa tunazungumza viungoni, tunazungumza rohoni na viungoni. Hichi kipengele kina A na B. Mimi nakizungumza kwa level ya kawaida ili uweze kuelewa. Amina kubwa. Jambo la 4, amani ndio chanzo, limbuko na msingi wa ustawi wa rohoni na viungoni kwa kanisa na watu wote. Hii point naomba uiandike kama ilivyo nzima. Amani ndio chanzo, limbuko na msingi wa ustawi wa rohoni na viungoni kwa kanisa na watu wote. Kwa nini? Tunapomwomba Mungu atubariki, zile baraka anazileta rohoni, zinaanzia rohoni, zinakuja mwilini, si tunaita viungoni. Sasa mwilini tunakofanyia shughuli zetu, kama hakuna utulivu na amani, hata baraka zenyewe haziwezi kuwepo. Kuna nini elewa? Ndio maana Waebrania 12:14, nisomee Waebrania 12:14. Waebrania 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana
asipokuwa nao. Sasa mimi pointi hapo ni ustawi, kwamba amani na utulivu ndio chanzo cha nini? Cha ustawi. Ustawi wa maisha. Hata tunapotaka kusomesha watoto, hawawezi wakasoma watoto mahali ambapo hapana nini? Utulivu na amani. Tunapotaka kufanya biashara, tunapokuwa na mipango yetu ya kutajirika, tunaomhitaji kwanza ni amani na utulivu. Ndio uwanja huo wa kuchezea mpira unaoitwa mafanikio, wa kuchezea mpira unaoitwa kuyafikia malengo yangu na maono. Ndio uwanja wa kuchezea mpira unaoitwa makampuni, na chochote unachotaka lazima kwanza aanze amani. Ndio maana nikasema amani ndio msingi, chanzo na limbuko la stawi wa rohoni na viungoni. Hata kanisa, hata sisi makuhani, huwezi kuongoza ukafanya ibada mahali ambapo tayari amani haipo. Hata kile Mungu alichokupa huwezi kukifikisha kwa wengine, maana unataka kuwafikishia ujumbe, hawapo, kwa sababu ya kukosekana nini? Utulivu na amani. Naamini mmenielewa mpaka hapo.